Esther, wewe ulizaliwa hivi labda na hilo tatizo la kutokuona? Hapana. Ilikuwaje, labda unaweza kutuelezea? Tokea tu darasani nilikuwa naandika nikashangaa tu sioni. Ulikuwa darasa la ngapi? La 4. Yaani kipindi hicho ulikuwa darasa la ngapi? La 4. Ulikuwa darasa la 4. Kilitokea nini yani? Nilikuwa naandika na nikashangaa tu naangalia baoni na nikasioni. Ukashangaa tu naangalia baoni unaona giza. Pole sana. Asante. Na sasa hivi upo la ngapi? La 4. Sasa hivi upo la 4. Haya. Asante. Kama tunavyoona, huyu mtoto hakuzaliwa na haya matatizo ya kutokuona. Ilitokea tu wanasoma darasani, mwalimu akawa anaandika ubaoni akawa haoni. Ina maana tusiwe na viburi, yani tusijigambe. Leo unaweza ukawa na kitu fulani, kesho usiwe nacho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu watazamaji, tupo katika kituo cha Uhuru Mchanganyiko hapa Kariakoo kwa ajili ya ziara fupi kabisa kuwaona vijana wenye mahitaji maalum. Tunao vijana wa shule ya Ibnul Jazari, wanasema Ibn Jazari Boys and Girls, kwa ajili ya kuwatembelea vijana wa Uhuru Mchanganyiko. Labda tuwasikie kidogo wana kipi cha kusema. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina unaitwa nani? Haghulam Hussein Kifu. Tuambie, hapa upo Uhuru Mchanganyiko, umekuja kwa ajili ya lengo gani? Tumekuja kwa ajili ya lengo la kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum, na lengo la pili ni kwa ajili ya kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini imekuwa hivyo, msiende sehemu nyingine mkaamua kuja Uhuru Mchanganyiko? Kwa sababu hapa kuna watoto ambao kwa namna moja au nyingine wanahitaji msaada wetu, kama vile viziwi, vipofu na wengineo. Okay, vizuri sana. Hivi mna jambo gani la kufanya hasa hapa katika shule ya Uhuru Mchanganyiko? Tumekuja kuwafulia nguo, kuwasafishia mazingira yao na pia kuwapa misaada mingine. Okay, shukrani sana. Na kijana mwingine hapa kwa pembeni kabisa, sijui anaitwa nani, atatuambia. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina unaitwa? Rahma Ramadhani Hassan. Kidato cha ngapi? Cha 3. Shule gani? Ibn Jazari Islami. Okay, karibu sana katika shule yetu ya Uhuru Mchanganyiko. Hivi unaweza kutuambia chochote, kuna kitu gani nacho kinatokea hapa? Tumekuja kwa ajili ya kuangalia watu wenye mahitaji, pia tumekuja kuwafanyia usafi ili kuweza kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nzuri. Hivi unaweza kuambia nini wanaokutazama katika tukio hili? Naambia kwamba wakati tunakuwa katika maisha yetu ya kila siku, tukumbuke kwamba kuna watu wanaohitaji, na sisi tumepewa neema mbalimbali, tunabidi tuzitumie vizuri. Vizuri sana, shukrani. Kuna mwingine hapa watatu, sijui ni nani, mtu msikie jina lake. Karibu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina waitwa nani? Kwa majina naitwa Tasnim Abu Isa. Tasnim Abu Said. Tasnim Abu Said, hivi unaweza kutuambia nyinyi mna tukio gani hasa hapa katika shule hii? Sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kuwafariji watoto ambao wana matatizo mbalimbali, kuwasafishia mazingira, kukaa nao, kuwapa furaha na kujua hali zao wanazopitia kila siku. Nzuri kabisa, shukrani sana. Unaweza kutuambia chochote kwa sisi watazamaji? Na washauri muwe na tabia ya kutembelea vituo mbalimbali ambavyo vina watoto ambao wana shida mbalimbali, ili kuweza kuwafariji, maana wana matatizo mengi, ili nao wajisikie kama nao kuna watu ambao wanawajali na kuwapenda. Mambo poa. Unaitwa nani? Twaliki. Unasoma darasa ngapi? 5. Unaendeleaje afya yako? Vizuri. Unaweza ukatuelezea changamoto ipi unayopitia katika kutafuta elimu? Kuona. Pole sana, Mungu akufanyie wepesi. Amin. Ndugu zangu, kama mnavyowaona hawa ni makundi maalum ambayo wamepewa mtihani na Allah. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye himma katika kuwatembelea na kuwasaidia, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia amesema katika kitabu chake kitukufu, wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Amesema kwamba katika mali zetu sisi kuna haki maalum za hawa watu kama hawa wenye shida namna hiyo. Kwa hiyo inabidi tufanye himma kama jamii,
tuweze kuwasaidia hawa hivi nao waweze kukamilisha mahitaji yao na ndoto zao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Hafsat Muhammad. Unaitwa nani vile? Hafsat Muhammad. Oh, mashallah Hafsa. Kwa mfano hivi darasani ikitokea mitihani unashika nafasi ya ngapi labda? Mwaka jana nilishika nafasi ya pili. Mwaka jana ulishika nafasi ya pili? Ndio. Mashallah. Mungu akujazie kheri, umesikia? Amin. Akujalie uendelee kusoma vizuri Asante. Tuambie hivi changamoto labda hapa unavyosoma unapata changamoto gani labda? Changamoto kwenye masomo mengine hamna changamoto, labda kwenye hesabu. Kwenye hisabu hivi ndio unakuwa unashindwa? Kwenye maumbo. Maumbo. Mfano maumbo unaloshindwa labda? Yaani mwalimu akichora maumbo ubaoni, hasa tunakuwa tuna watu special kutusomea. Kumbe. Kwa mna watu special kuwasomea? Ndio. Kwa hapo ndio unakuwa unapata shida hapo? Mpaka watafsirie, muda mwingine wanashindwa, ndio tunamfuata mwalimu anatuelekeza. Basi Mungu akujazie kheri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, Waislamu wenzangu, wananchi wenzangu, tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa neema hii aliyotupa, neema ya kuona, kusikia, kuangalia kila kilichomo hapa duniani. Pia nilikuwa nawashauri ndugu zanguni, kama popote pale utakapopita kukutana na watu wenye mahitaji maalum, kwa mfano wasioona, wasiosikia, wenye matatizo ya akili, tuwasaidie.